usiwaguse mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans. Tuanzie hapo sasa. Bana, kwenye benchi la ufundi leo msikilizaji, pamoja na Ndaki William wa 92.9 AFM Radio bwana, tuanzie kwenye michezo ya kuania kufuzu hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika. Jumamosi timu ya Tanzania Dar es Salaam Young Africans walikuwa kule nchini Malawi kukipiga na kikosi cha Silver Strikers, mchezo mgumu kweli kweli ambao umemuondosha mwalimu Romain Folz kukifundisha kikosi hicho cha Dar es Salaam Young Africans, na Dar es Salaam Young Africans wanapoteza mchezo huo kwa goli 1-0 dhidi ya Silver Strikers. Ulikuwa ni mchezo mgumu, ni mchezo ambao Silver Strikers walionyesha upinzani mkubwa kweli kweli, na ukitazama namna ambavyo Silver Strikers waliweza kubadilika na kumiliki mchezo, utaona namna gani ambavyo pia wametoa taswira ya ugumu wa kombe hili la shirikisho, kombe hili la klabu bingwa barani Afrika kwa hatua hii ya awali. Ulikuwa ni mchezo ambao Silver Strikers upinzani walioonyesha ulikuwa ni mkubwa kweli kweli. Kuna mambo kadhaa ambayo Yanga pia mwalimu ambaye ni Patrick Mobedi ameweza kuachiwa kikosi, anapaswa pia kurudi kwenye uwanja wa mazoezi. Eneo la kwanza ni kwenye Acres, na Yanga imekuwa inapoteza pasi, haina pasi za usahihi kwa wachezaji wake. Hii sijajua shida ni nini hasa. Yanga ilikuwa ina umiliki mkubwa sana wa mchezo, lakini pasi ndizo ilikuwa ni tatizo. Usahihi wa kupiga pasi ulikuwa unawasumbua sana baadhi ya wachezaji, na walikuwa wakipoteza kitu ambacho eneo lile la kati kikosi cha Silver Strikers kiliweza kutumia akili kubwa sana kwenye kuumiliki mpira huu. Na kwa namna ambavyo Yanga walikuwa wakicheza kipindi cha kwanza, wote tulikuwa mashahidi ya kwamba pengine Yanga ilikuwa ina uwezo wa kupata matokeo haraka zaidi, lakini Silver Strikers waliweza kureact na kuweza recover makosa yao na kuweza kutafuta nafasi. Ulikuwa ni mchezo ambao mwalimu Romain Folz pengine sabu ambazo alikuwa ameamini kwamba wanakuja kuwa X factor wa mchezo huo kushindwa pia kuweza kufanya kila ambacho alikuwa amedemand kwenye mchezo huo. Pengine pia pengo la Khalid Aucho bado linaitesa Yanga eneo lile la kati. Tunaona namna ambavyo mwalimu alimwamini pia Azizi Ndambwile eneo lile, lakini ubora pia Silver Strikers kwenye eneo lile la kati ulionyesha upinzani mkubwa. Hata ukitazama goli ambalo lilifungwa na Silver Strikers ni eneo ambalo lilitokea eneo lile la kati, makosa ambayo yalitokea eneo lile. Silver Strikers wanaupoka mpira na kuweza kuanzisha mashambulizi ya haraka zaidi na kupata goli. Bado Yanga haijampata mbadala sahihi wa Khalid Aucho kwenye eneo lile la kati. Tunafahamu bora ambao Khalid Aucho alikuwa nao kwenye kukilia makosa pale ambapo yanatokea, lakini ukitazama eneo la ushambuliaji la Dar es Salaam Young Africans halijawa na ubora huo. Kuna mambo mengi ambayo Yanga kama wangefanya finishing nzuri magoli wangeyapata. Na ukitazama Andy Boyle kwa namna ambavyo nafasi zilipatikana kwenye eneo la ushambuliaji, ni dhahiri shairi kama finishing ingekuwa vizuri, pengine pia kikosi cha Yanga tungekishuhudia kikipata matokeo. Ni muda sasa kwa mwalimu Patrick Mobedi ambaye ameachiwa kikosi kurudi kwenye uwanja wa mazoezi kufanyia kazi mambo kadhaa, ikiwemo pia swala la Acres pass ambalo linawatesa sana Dar es Salaam Young Africans, lakini pia eneo la kati ambalo bado hakuna muunganiko mzuri baina ya Azizi Ndambwile Dumbia pamoja na Mdathiri Yahya. Eneo lile la kati bado linawatesa sana, lakini pia kuendelea kumkosa eneo la mbele Clement Mzize, bado naona kuna igharimu Dar es Salaam Young Africans kwenye kupata matokeo zaidi. Tunafahamu ubora wa mchezaji Clement Mzize kwa namna ambavyo amekuwa akicheza kwa nguvu zote kutafuta magoli, na eneo lile la ushambuliaji kwa sasa pia bado haliwapi nafasi wachezaji kama Andy Boyle, lakini pia substitution ambazo mwalimu alizifanya kuweza kutoa nafasi ya kulisakama lango kwa kasi. Na pengine naweza nikasema kauli ngumu sana kwamba usajili ambao msimu huu Dar es Salaam Young Africans wameufanya
bado haujawalipa. Yani sijaona mchezaji ambaye amecheza na unaweza ukatoka mbele na kusema usajili ambao msimu huu ya Dar es Salaam Africans ameufanya pengine umekuwa na mabadiliko chanya zaidi. Na ukitazama Dumbia pia kwenye mchezo ambao walicheza na Silver Strikers hakuwa kwenye kiwango bora kama kiwango ambacho watu wengi wamekizoea amekuwa kikionyesha. Kwa hiyo bado malengo ambayo uongozi wa Dar es Salaam Africans waliweka kwenye kutafuta wachezaji na kuleta kwenye kikosi hicho hawajaonyesha. Makocha wapo kuajiliwa na kufukuzwa ama kuondoshwa kwa mwalimu Romain Folz ni hatua nyingine kwa Dar es Salaam Africans kuweza kutafuta mwalimu ambaye atakuja pia implement mfumo, lakini pia kuweza kuleta furaha kwa wananchi. Ni wakati ambao kikosi cha Dar es Salaam Africans kinahitaji utulivu mkubwa zaidi ili kuweza kurejesha furaha, na swala la kumuondoa mwalimu Romain Folz lilikuwepo tangi hapo na tulizungumza hapo. Ukimwona kipa anapasha substitution inayofuata ni ya goalkeeper. Kuletwa kwa mwalimu Patrick Mabedi pengine kulikuwepo na mazungumzo na Dar es Salaam Africans, walikuwa na hatua kwa hatua, lakini bado sijaona kitu ambacho amekiongeza pale mwalimu Patrick Mabedi kwamba anaweza katoka front na kusema kwamba kimeongezwa na mwalimu Patrick Mabedi. Sijajua mahusiano ambayo ama ushirikiano ambao mwalimu Romain Folz aliweza kuonyesha kwa siku 2-3 ambazo mwalimu Patrick Mabedi ameweza kuhudhuria kwenye kiwanja cha mazoezi, lakini wana nafasi. Hicho ni kipindi cha kwanza mimi naamini ambacho Yanga amekicheza kule Malawi. Wanarejea Tanzania siku ya tarehe 25 kucheza pia kwenye uwanja wa Mkapa. Tunafahamu bora wa kikosi cha Dar es Salaam Africans wapo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa mara kadhaa, pia wamepata matokeo mazuri. Ni muda sahihi sasa kwa Yanga kurudi kwenye uwanja wa mazoezi kuangalia namna gani ambavyo pia wanasahihisha makosa makubwa ambayo pengine amekuwa akijitokeza mara kwa mara, lakini mwalimu Patrick Mabedi ana kazi ya ziada pia kinoa safu yake ya ushambuliaji. Finishing, eneo la finishing limenaitesa sana Yanga. Nafasi nyingi wamepata, lakini utaona finishing imekuwa mbovu sana kwa washambuliaji, lakini na viungo washambuliaji. Mchezo mwingine bwana ulichezwa jana kati ya Simba dhidi ya kikosi cha Singizini Hotspurs. Simba wakiibuka na ushindi wa magoli 3-0. Wilson Nangu akitupia goli la kwanza, lakini Kip Dennis akitupia magoli mawili kunako kipindi cha pili. Unaweza ukaona namna ambavyo mwalimu Dimitri Patev ameweza kuibadilisha Simba kwa muda mfupi kweli kweli, na ameikuta Simba ikiwa kwenye mfumo wa patient position ball play, lakini kwa sasa pia kwa chini ya mwalimu Dimitri Patev tunashuhudia Simba ambayo inacheza kwa kasi kubwa. Wanamiliki mpira, lakini build up yao play ambayo alikuwa nayo mwalimu Fadlu Davis ameibadilisha kwa kiwango kikubwa kutokana na kasi ambayo ipo. Wanamiliki mpira, lakini kasi ambayo wanaitumia ama uzalishaji wa eneo la mashambulizi unaanzia eneo la kati. Hata ukitazama kwa jana alikuwa hawiwi sana kutumia eneo la pembeni ambalo lina mara kadhaa mwalimu Fadlu alikuwa akiwatumia mchezaji kama Shomari Kapombe, lakini Mohamed Hussein Zimbu ambaye alikuwepo enzi hizo alikuwa akiwatumia kwenye kutengeneza mashambulizi. Lakini mwalimu Dimitri Patev pia unaweza kumsifu kwenye upande wa game reading, namna ambavyo ana uwezo kusoma mchezo. Kipindi cha kwanza Simba walionekana eneo la kati pia kuzidiwa kwa kiasi chake. Alikuwepo Nabi Kamara eneo lile la kati, na Nabi Kamara ni kama alizidiwa kwa kiasi fulani kutokana na alikuwa anacheza defensive midfield, lakini muda huo pia anahitajika kufanya holding midfield kwa ajili ya kuwarisha washambuliaji. Lakini mwalimu mara baada ya kusoma mchezo vizuri, kipindi cha pili anarejea na kumuongeza Yusuf Kagoma eneo lile kiasi cha kumpa sasa uwezo Nabi Kamara kuweza kucheza kwa usahihi kwenye eneo la holding midfield na kuweza kuwarisha vizuri safu ya ushambuliaji. Lakini anamuingiza pia Abraham ambaye tunajua pia ubora wake na Jean Chalea namna ambavyo pia kipindi cha kwanza alikuwa ni mzito kiasi chake kwenye kuzitafuta nafasi kwenye boxing. Lakini kwa namna ambavyo baada ya Abraham kuingia kipindi cha pili na Kip Dennis, tulishuhudia ufundi mkubwa kweli kweli ambao ama ufanisi mkubwa kwenye eneo la ushambuliaji ambao ulifanyika. Ni Simba
ambayo ilibadilika kwa muda mchache pia kipindi cha pili na kuweza kumiliki mpira kwa kasi kubwa na kupata magoli mawili ambayo ilipata. Mwalimu Dimitri Patev kwa muda ambao amepata pia kukaa na Simba, unaweza kumsifu kwa game plan zake ambazo amekuwa akizifanya kwenye kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Simba imebadilika kwa kila maeneo, hata ukitazama eneo la safu ya ulinzi namna ambavyo wanacheza, lakini eneo la kati namna ambavyo wanaumiliki mchezo, lakini pia eneo la ushambuliaji namna ambavyo limekuwa katili kweli kweli kwenye kuzitafuta nafasi. Pengine naweza nikasema Simba wameshaimaliza safari yao kwa mchezo huu. Wanakuja kucheza Benjamin Mkapa wakiwa na mtaji wa magoli 3. Pengine ni nafasi pia kwa sasa kwa Simba pia kuanza kufocus na michezo mingine. Lakini mchezo mwingine jana kule nchini Burundi, Singida Black Stars walikuwa kikipiga na Flambeau Center ya pale nchini Burundi, na mchezo ambao Singida walilazimishwa sare ya goli 1-1. Makosa ya golikipa yakaigharimu bwana Singida Black Stars kuweza kupata ushindi kwenye mchezo huo. Ni kutokana pengine na unajua pia magolikipa wamekuwa na mazoea, anapokuwa golini pengine ni mazoea ambayo anakuwa tayari anaona kama ushindi umepatikana. Kwa hiyo unakuwa na ile central zone ambayo unatulia, una relax. Kwa hiyo ilitokea kwa goalkeeper wa Singida Black Stars na kufanya makosa na kuweza kusawazishiwa goli. Bado ana nafasi kubwa kutokana na kuja kucheza kwenye kiwanja cha nyumbani. Ni nafasi kubwa ambayo Singida Black Stars wako nayo kwenye kufuzu, lakini tunafahamu pia Azam FC visiwani Zanzibar kule siku ya Jumamosi wakianza vema pia kwenye michuano hii mara baada ya kushinda goli 2-0 dhidi ya kikosi cha timu ya KMKM. Lakini bwana weekend hii ilikuwa ndefu kweli kweli. Naposema ndefu ni ndefu pia kwa mashabiki wa Liverpool na mashabiki wengine barani Ulaya bwana. Kabla sijaenda barani Ulaya, barani Afrika kulichezwa mchezo mkubwa kweli kweli pia wa CAF Super Cup uliochezwa siku ya Jumamosi, ambapo Pyramids wao walikuwa kikipiga na RS Berkane, mchezo ambao Pyramids wakishinda goli 1-0. Fiston Kalala Mayele, moja wa washambuliaji ambao walipita pia kwenye ligi kuu Tanzania bara na anaendeleza pia ubabe wa kuzifumania nyavu na akifunga goli la ushindi kwa kikosi cha Pyramids na kubeba taji hilo kubwa kweli kweli la CAF Super Cup. Barani Ulaya bwana, kwa uchache jana kulikuwepo na michezo kadhaa, lakini mchezo mkubwa kweli kweli ambao ulikuwa unasubiriwa na wapenzi wa soka duniani na mashabiki ni mchezo kati ya Liverpool na Manchester United, mchezo ambao Liverpool akipoteza goli 2-1. Mbeumo dakika ya pili tu ya mchezo anatupia goli, lakini Harry Maguire huyu anaitwa X Factor sasa hivi wa kikosi cha Manchester United akitupia goli la pili. Ni si matokeo mazuri kwa mwalimu Arne Slot wa kikosi cha Liverpool. Ametoka kupoteza michezo 3 mfululizo. Huu ni mchezo wa 4 dhidi ya Manchester United. Naliona anguko la mwalimu Arne Slot kwenye kikosi cha Liverpool kutokana na matokeo haya. Sawa. Anaita Dorobai kutokea Kisasa, anasema mashabiki wa Simba tupewe ulinzi. Hiyo ndio Simba tunayojua mashabiki, na huyo ndio Kibu Dennis Mkandaji anasema utampenda kwenye games za kimataifa. Hongera kwa ushindi wa chuma 3 na kulamba kitita cha mama cha shilingi milioni 15. Haya, lakini pia huyu anasema hatimaye ndoto za wananchi zimetimia kumuondosha kocha. Kwa hiyo Jumatatu wananchi ipo freshi mama Safina, na amesema wasisahau kwa Mkapa wanakula 3 bila. Mimi nilisema ndaki hapa mapema kabisa kwamba soka la Tanzania linakabiliwa na shinikizo la mashabiki. Hii inatokana na nini? Inatokana na uelewa sasa hivi wa mashabiki kwenye masuala mazima ya mpira. Mengi zaidi